wakati huu mtazamaji wa Star TV, karibu. Hii ni Star TV Dhuhuri. Jina langu ni Abdullah Othman. Katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amewataka waandishi wa habari kutumia kalamu zao vyema kuhamasisha amani, umoja, mshikamano na maridhiano kwa manufaa ya taifa na jamii kwa ujumla. Katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali amebainisha hayo katika kikao cha wenyeviti na makatibu wa Umoja wa Klabu za Waandishi wa Habari Tanzania UTPC jijini Dar es Salaam. Serikali tutawajibika kushirikiana na wadau wote wakiwemo waandishi wa habari kuhakikisha safari hii ya dira ya 2050 ya kuwatoa Watanzania kwenye pato la mtu la dola 1,300 na kitu kwenda dola 7,000 la kujenga uchumi wa Tanzania wa kufikia dola za Marekani trilioni 1 inafanikiwa. Mkurugenzi mtendaji wa UTPC Kenneth Simbaya amesema waandishi wana wajibu wa kuyatafsiri maono ya dira ya 2025-2050 kwani ina vipaumbele vya amani, utulivu na mshikamano. Na ni jukumu letu sisi waandishi kupitia klabu zetu kuhakikisha kwamba tunaitafsiri hii lugha, hii dira katika lugha ambayo mwananchi wa level ya chini kabisa anaweza kuelewa. Kupitia kikao hicho, waandishi wa habari wakatakiwa kuwa sehemu ya kuhamasisha amani na utulivu ambao ni chachu ya maendeleo. Na mimi niendelee kuahidi kwamba jeshi la polisi litaendelea kushirikiana na vyombo vya habari, lakini waandishi wa habari mchana na usiku, ili kuhakikisha kwamba kwanza usalama unakuwepo wa kutosha, lakini taarifa zile ambazo zinatakiwa ziwafikie wananchi kwa wakati na zenye ukweli, tutaendelea kufanya hivyo. Kwamba inawezekana kuwa kuna ukweli, lakini ule ukweli una athari gani, utaleta madhara kiasi gani katika community. That's very, very important. Kwa hiyo hakuna mtu asiyependa amani. Kila mtu anapenda amani, but we should find another way of resolving our issue. Media isiwe kama kichocheo. Wakati mwingine vyombo vya habari vya nje vinachukua nukuu ya taarifa zetu wenyewe za humu ndani, kwamba kwa mujibu wa gazeti hili Tanzania kuna 1, 2, 3, 4. Sasa kama tumeweka image mbaya kwenye vyombo vyetu, basi ndio inayochukuliwa na wengine. Kwa hiyo sisi ndio wenye jukumu la kutengeneza image nzuri ya taifa letu, ili hata wengine wanapochukua mambo ya kwetu wachukue mambo ambayo ni bora, yenye kulibrand taifa letu. Aidha, Msigwa amesisitiza kuwa mafanikio ya utekelezaji wa dira ya 2050 yanategemea kwa kiasi kikubwa namna wananchi wanavyoielewa, kuikubali na kushiriki kikamilifu katika utekelezaji wake. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Na vyama vya wafanyakazi nchini vimekumbushwa wajibu wa kushirikisha wanachama wao wakati wa kufanya maamuzi kupunguza migogoro isiyo lazima, hasa inayohusisha matumizi ya rasilimali stahiki mbalimbali. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu. Kamishna msaidizi wa kazi Emmanuel Mweta amebainisha hayo wakiwa mjini Morogoro kwenye ufunguzi wa mkutano mkuu wa 32 wa Baraza Kuu la Chama cha Wafanyakazi wa Viwanda, Biashara, Taasisi za Fedha, Huduma na Ushauri TWICO, akisema vyama hivyo vina nafasi kubwa katika kulinda maslahi ya wafanyakazi kupitia majadiliano kati yao na waajiri. Tunasisitizwa ushirikishaji wa wanachama katika kufanya maamuzi mbalimbali ya sio wanachama na chama chenyewe. Inaaminika kwamba chama kina mfumo wake mzuri tu wa kuweza kufanya dhana ya ushirikishaji wa wanachama katika maamuzi ya chama. Mkutano huo umeambatana na semina ya kuwajengea uwezo wajumbe wa Baraza Kuu katika masuala mbalimbali yanayogusa ustawi wa wafanyakazi. Ofisi ya Katibu Mkuu imeandaa semina kwa wajumbe wa Baraza Kuu ili kuwajengea uwezo hasa katika maeneo ya uongozi, wosia, mirathi, changamoto za afya ya akili kama alivyozungumza Katibu Mkuu hapo. Ni mambo ambayo tunatarajia tutapata elimu nayo. Baadhi ya washiriki wa kikao kazi hicho wameeleza mambo muhimu yanayopaswa kupewa kipaumbele. Katika mabadiliko mbalimbali yanayojitokeza sheria, tumejidhatiti kuhakikisha kwamba kwanza tunazielewa hizo sheria, tunafahamu vyema mabadiliko yanayojitokeza, lakini pia
tunatoa elimu kwa wanachama wetu, kwa waajiri katika kuhakikisha kwamba nao pia wanazifahamu ili iwe ni rahisi katika utekelezaji wake. Bado elimu ya matumizi ya fedha kuna changamoto. Hivyo basi tumeona ni muhimu kuja na kitabu kinachotoa mafunzo sahihi kwa wafanyakazi kwenye lengo la kuhakikisha kwamba kile wanachokipata, fedha wanazozipata wanatumia kwa usahihi kwa mustakabali wa maisha yao ya sasa na ya baadaye. Katika kuimarisha ustawi wa wafanyakazi, elimu ya fedha imeendelea kupewa kipaumbele. Wiko imezindua kitabu cha elimu ya fedha kinacholenga kuwajengea uwezo wa wafanyakazi kusimamia kipato na akiba kwa maisha ya baadaye. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omari Hoseni wa Star TV. Mtazamaji, turejea huko Dar es Salaam ambako kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa Wazo Michael Mwang'onda ametoa siku 5 kwa uongozi wa wilaya Ubungo kuhakikisha wananchi 6 wanaodai fidia katika mradi barabara ya Undugu Shija wanalipwa stahiki zao ili kupisha ukamilishaji wa mradi huo. Taarifa kamili na Athumani Mahula. Mwang'onda ametoa agizo hilo wakati wa ziara ya ukaguzi na uwekaji wa jiwe la msingi katika mradi wa ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami yenye urefu wa kilomita 4.16 ambayo imegharimu shilingi bilioni 1.3 huku ujenzi wake ukiwa umefikia 45% na itakuwa kiungo muhimu katika usafirishaji wilayani humo kwa kupunguza msongamano wa magari. Nakupongeza wewe na viongozi wengine kuendelea kufanya jitihada ya kulipa fidia ya hao waliokuwa wanadai watu 6. Tunaomba hiyo fidia ilipwe kwa haraka ili barabara iendelee kukamilika kwa sababu process imeshaanza ya kuhakikisha watu wanalipwa. Katika ziara ya ukaguzi wa miradi mbalimbali inayotekelezwa wilayani Ubungo, Mwang'onda ameagiza mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira ya Dar es Salaam, DAWASA, kuongeza kasi ya usambazaji wa huduma ya maji kwa wakazi wa wilaya hiyo kwa sababu maeneo mengi yaliyopita amepokea kero hiyo. Lakini ninaombi kwenu DAWASA, haya maji yanatakiwa yafike kwa wananchi. Hakikisheni yanafika kwa wananchi. Niwaombe sana DAWASA. Kuna maeneo mengi ambayo maji yanapata shida, inakuwa ni shida katika wilaya yetu ya Ubungo. Basi tuungane na serikali na mkuu wa wilaya na viongozi wengine kuhakikisha maji yanapatikana. Naye mkuu wa wilaya ya Ubungo, Albert Msando, amesema serikali inashirikiana na wawekezaji kuhakikisha miradi ya kimkakati wilayani humo inatekelezwa kwa wakati. Eneo hili mradi ulipoanza, serikali ilitoa ekari 50 kwa ajili ya ujenzi wa eneo hili bila gharama zozote. Kwa mchango wa serikali ni mkubwa katika mradi huu, lakini pia na mdau ameendelea kupokea wanafunzi kutoka maeneo mbalimbali. Mwenge wa Uhuru katika wilaya ya Ubungo umezindua miradi 7 ya maendeleo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 20 ambayo imegusa eneo la afya, elimu, maji, barabara na nishati safi. Athmani Mihula, Star TV, Dar es Salaam. Mkuu wa wilaya Bagamoyo Shahibu Ndemanga amewataka vijana kuacha kutumia vurugu kutafuta suluhisho la changamoto zinazokabili na badala yake watumie fursa zilizopo kupitia wizara maalum iliyoundwa kwa ajili yao. Josephine Mwiswaga ana taarifa hii. Mkuu wa wilaya Bagamoyo Shahibu Ndemanga ameyasema hayo wakati akizungumza na vijana zaidi ya 400 walishiriki kwenye kongamano la uzinduzi wa vijana platform, ambapo amewataka kuitumia sera ya vijana kwa kuwa imebeba maono na mikakati ya kuweka vijana karibu, lakini pia kuwajengea uwezo katika kuwapatia fursa mbalimbali. Hatuna sababu ya kuandamana, hatuna sababu ya kufanya fujo. Moja, tuna sera ya vijana. 2, tuna wizara yetu vijana. Lakini 3, kuna utekelezaji wa sera ambao mojawapo pamoja na hii vijana platform. Maana yake nini? Maana yake tunatarajia sasa mtajadili mambo yenu, mtayapitisha kwenye mfumo ambao tayari uko kwenye sera. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Bagamoyo Shauri Selenda amesema uchochezi ama vurugu si suluhisho la matatizo ya vijana, ambapo naye amesisitiza na kuwataka vijana kugeuza mitazamo yao na kuzichangamkia fursa zinazopatikana katika sera ya vijana, lakini pia katika dira ya taifa ya 50-50. Unaweza kufanikiwa, lakini kama huna maarifa bado nao ni changamoto. Lakini kurudi nyuma ndio hii fursa ambazo mmeonyeshwa mbalimbali ambazo tunatakiwa tuziendee kama vijana bila kuogopa. Vijana wenye hekima, vijana ambao wanapambania taifa ya 2050, dira 2050
ina mambo mengi ambayo vijana wametajwa ndani yake. Mkuu wa kitengo cha maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya Bagamoyo Zuena Ungere pamoja na vijana wakazungumzia umuhimu katika kuitumia vijana platform ya uraia kwa maana ya civic education, kujenga mshikamano na umoja wa kitaifa. Lakini pia kulikuwa na wasilisho kuhusiana na mikopo ya 10% kwa vijana ambayo inatolewa na halmashauri. Pia kulikuwa na hayo mawasilisho kutoka pia taasisi zingine za kifedha. Tumefurahi sana kwa changamoto hii na kwa fursa hii, kwa sababu hii nayo pia mojawapo ya fursa ambayo vijana tunatakiwa tuipate katika halmashauri yetu ya mji wa Bagamoyo. Nikiripoti kutoka mkoani Pwani ni Josephine Mwaiswaga wa Star TV. Na Benki Kuu ya Tanzania imewataka wafanyabiashara na wachimbaji wa madini ya dhahabu mkoani Mara kutumia njia sahihi ya mfumo wa kifedha ili waweze kujiepusha na vitendo vya wizi vinavyoweza kuwasababishia kupoteza mitaji yao. Ni katika semina maalum kwa wafanyabiashara na wachimbaji wadogo wakati na ukubwa wa madini ya dhahabu mkoani Mara. Watumie mifumo rasmi ya kibenki. Mchambuzi wa masoko ya fedha na mkufunzi wa mafunzo kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT Kanda ya Ziwa wamebainisha hayo na kuwataka wachimbaji wadogo kutumia njia sahihi za kifedha kuuza na kununua madini ya dhahabu. Lakini malipo yote yanapopita kwenye mifumo rasmi yanapita benki. Kwa mfano amelipwa kupitia benki, ametoa pesa benki, benki inaona namna pesa zake zinavyotembea, ni rahisi kumwamini, ni rahisi kumkopesha. Bondi ama hati fungani za serikali zitawezesha wao kuwa wanufaika kupata kipato kingine cha ziada wakati wakiwa wameweka hela zao na wakiendelea na uchimbaji wao au uuzaji wao madini. Akizungumzia umuhimu wa mafunzo hayo, mwenyekiti wa chama cha wachimbaji wadogo mkoa wa Mara David Bita na mmoja wa wachimbaji wanasema yanakwenda kuondoa kero ya ukosefu wa mitaji. Uchimbaji ni biashara, uchimbaji ni utafutaji, uchimbaji ni uwekezaji. Mafunzo haya yanatija kwa sababu pia tunanufaika kwa sababu ya kupata elimu namna ya utunzaji wa fedha. Jikuta tunaweza kupata kukopeshwa kwa lugha zetu za uchimbaji tunaitwa kumoreshwa. Hakuna vielelezo kwa sababu tuwe ni mteja wao, basi unaweza kumoreshwa. Akifungua mafunzo hayo, katibu tawala mkoa wa Mara Gerald Kusaya amewataka wafanyabiashara na wachimbaji wadogo madini kutumia vyema elimu waliyopata. Endeleeni kuchangia pato la serikali kwa kuwa waaminifu huku mkilipa kodi ili yale mazuri yanayopatikana ya serikali na serikali iendelee kuwatendea vitu vizuri, na ndio maana serikali inaendelea kutengeneza mazingira bora huko ndani ya maeneo yenu. Benki Kuu ya Tanzania imeendelea kutoa elimu kwa wafanyabiashara na wachimbaji wadogo wakati na ukubwa wa madini ya dhahabu juu ya matumizi sahihi ya fedha. Na vyama vya ushirika nchini vimeanza kuendeleza ushirikiano kwa lengo la kuongeza ujuzi katika kubuni miradi mbalimbali yenye kukuza uchumi. Msisitizo huo umetolewa wakati wa viongozi wa vyama vya ushirika kutoka mkoa wa Arusha na Manyara walipotembelea chama kikuu cha ushirika wa Maku kwa lengo la kujifunza. Lakini sasa hivi baada ya kupata mafunzo na kupata wageni, tunabadilishana mawazo, imeleta chachu na tumeweza kujua kwamba wakulima wetu na wenyewe wanataka kuendeleza mashamba yao. Lakini pia kutokana na wageni hao tumejifunza ushirika ni ushirikiano. Kwa maana hiyo ushirika tunahitaji vyama vyote vikuu ambavyo viko Tanzania tuendelee kutembeleana na kubadilishana uzoefu. Mafunzo haya yamedhihirisha kwamba Wamaku ni chama kikubwa kwa kiasi gani, kwa sababu nchini Tanzania kuna vyama vingi vya ushirika, lakini wao wamechagua kuja kujifunza Wamaku. Tumeandaa hii ziara ya vyama vikuu kuja kukutana na wenzao ambao ni Wamaku, waje kujifunza namna gani wenzao wanaendesha shughuli zao, lakini pia namna gani mifumo yao ya udhibiti, lakini pia kutengeneza mahusiano ya masuala ya masoko, wenzetu wanamudu vipi kupata masoko ya ndani na ya nje. Aidha, baadhi ya viongozi sasa wanaeleza matarajio yao baada ya ziara ya mafunzo ya siku 2 ambapo pia wamejifunza kwa vitendo. Kutokana na kujifunza kwa Wamaku, mimi nitakwenda kuishauri bodi yangu pamoja na mkutano mkuu ili angalau tuwe na kiwanda kadogo ambako tunaweza tukakobolea kahawa yetu
na kuifanyia masoko katika nchi za nje, na pamoja na kuwa na CPU kama tulizoziona hapa Wamaku. Tumejifunza namna ambavyo wenzetu wameweza kutumia shughuli hii kukuza mitaji yao. Wana process kahawa yao kuanzia shambani na kiwandani na mpaka kahawa inasagwa. Nimeona wenzetu wamezalisha idadi kubwa ya miche ya kahawa ukilinganisha na sisi Arusha Cooperative, kwa sababu wenyewe wamemtumia huyu mtu anaitwa mkandarasi kwa mkataba, wanapatana ya wazalishie miche, kazi ya afisa ugani ni kusimamia. Kwa hiyo hilo nimelichukua kama changamoto ambayo inabidi nikalifanyie kazi. Nikipoti kutoka Rwanda mkoani Mara, Francis Cleophas, Star TV. Vijana waliokosa nafasi ya masomo mkoani Mbeya wamepata fursa za ufadhili wa masomo ya ufundi stadi kuendelea na elimu ya juu ili kukabili changamoto za ajira nchini. Laudence Simkonda anafafanua. Vijana wanaohitimu elimu ya msingi na sekondari lakini wanabaki mitaani bila ajira wametakiwa kuchangamkia fursa za masomo ya ufundi zinazotolewa kupitia vyuo vya ufundi stadi VETA mkoani Mbeya. Tunasema sisi ujuzi ni fursa ambayo mwanadamu au binadamu au Mtanzania akiipata ataenda nayo mpaka kufa. Kwa sababu mtu ukija kusoma hapa, kwa mfano unakuja kusomea kuweka vigae kwenye nyumba. Kuipamba nyumba kwa kuweka vigae, kuibadilisha sakafu kuwa ya vigae. Yaani hiyo inakuwa ndio kazi yako. Kwa sababu watu wengi watajenga nyumba na watahitaji kuweka vigae. Kwa hiyo watakuajiri, yani utakwenda kupata kazi ya kuweka vigae nyumba nyingi tu hapa. Akizungumza baada ya kutembelea chuo cha ufundi stadi VETA kanda ya Mbeya, mkurugenzi wa taasisi ya Mwaselela Education Solution ambaye pia ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa, Ndele Mwaselela, amesema lengo la mpango huo ni kuwawezesha vijana kupata ujuzi wa kujiajiri na kupunguza tatizo la ukosefu wa ajira. Kama Mungu akitujalia fursa ya kupata mitaji na kuomba serikalini ili kuwawezesha, sisi tuwawezesha, lakini na serikali kwa njia ya mfumo ambao imeweka ya hiyo mikopo kwa vijana na mikopo kwa wanawake itawasaidia sana. Kwa tukishawezesha watakuwa wanajiunga kikundi, kwa mfano kikundi cha ushonaji, watakuwa ni rahisi kupata mkopo kwa sababu wao ni kikundi cha ushonaji. Watakuwa kwanza wanafahamu wanachokifanya. Kwa upande wao, baadhi ya wanafunzi wa chuo hicho wamesema mafunzo ya ufundi stadi yanawajengea uwezo wa kujitegemea kiuchumi na kuondoa utegemezi. Mimi naambia watoto wa kike wote mliopo mtaani, njoeni VETA mjifunze, gharama zao ni nafuu, hakuna bei yoyote. Mafunzo kama haya mnavyoona watu wanashona, watu saizi tunajua kushona. Mimi ni mwaka wa pili saizi, lakini magauni, suruali, kaptula, mashati, kila kitu naweza nikashona. Tunajifunza kusuka mitindo yote, kupaka makeup, kubandika kucha, kope, kufanya scrub, kusuka na nywele mitindo yote. Najua kuweka tiles, kuskimi, kupiga plaster, kutengeneza tofali, paving. Taasisi hiyo imepanga kuwafadhili vijana 1000 kutoka wilaya mbalimbali za mkoa wa Mbeya kwa kuwagharamia ada na malazi kwa watakaohitaji. Laudence Simkonda, TBC2, Jap. Wanafunzi wa shule sekondari Nata iliyopo wilayani Serengeti wameiomba serikali kuwapatia vifaa vya tehama na kuongeza mabweni na nishati ya umeme kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi waliopo katika shule hiyo. Licha ya kufanya vizuri katika taaluma, bado wanakabiliwa na uhaba wa miundombinu ambayo inaweza kushusha kiwango cha ufaulu. Rai hiyo imetolewa na wahitimu wa kidato cha 6 katika mahafali ya 19 sekondari ya Nata High School yaliyofanyika katika viwanja vya shule. Changamoto ya tehama imekuwa sana, ni changamoto katika usomaji wetu kwa sababu hamna reality ile ya kusoma. Tunatumia tu theory, lakini vile vifaa ambavyo tunatumia kujisomea reality ya vipo. Umeme imekuwa ni kero sana kwa shuleni kwetu, yaani inapelekea kukatika kwa vipindi. Mkuu wa shule ya Nata High School Matias Ndela anabainisha pia changamoto, naye kaimu afisa elimu sekondari Levocatus Guzie na wadau wengine wanawaomba wazazi kuwekeza katika elimu. Hakuna kupima hata moja ambayo wale watoto wanaweza kuingia maabara kufanya practical. Upungufu wa mabweni na vitanda vya kulalia wanafunzi. Kuangalia safari ya kuelekea chuo kikuu, watarajiwa kuongoza vikuu mbalimbali katika nchi yetu na hata nje ya nchi. Tunachohitaji ni kupandisha daraja la Nata sekondari
angalau isomeke kimataifa taifa ndio. Mgeni rasmi katika mahafali hayo Melama Masiko, katibu tawala wilaya Serengeti, kwa niaba ya mkuu wa wilaya anaguswa kuchangia vifaa vya TEHAMA. Mkuu wa wilaya Serengeti na ofisi yake kwa ujumla tutatoa kompyuta 10. Aidha, Matiko anatoa wito kwa wahitimu kutumia vizuri kasi ya maendeleo ya teknolojia. Dunia inabadilika kwa kasi kubwa sana. Sasa hivi tuna AI, artificial intelligence. Kupitia sayansi na teknolojia na uvumbuzi, chukua fursa za vyuo vikuu kwa kuzingatia mabadiliko ya dunia. Wakati huo wadau wengine wa elimu wanawafunda wahitimu. Naamini kwamba vijana hao lakini watakapotoka wakawe mabalozi wazuri wa shule hii. Kwa sisi tunatakieni kila la heri sana, mkawe na tumaini kubwa la mafanikio. Niwape heri, Mungu awatangulie. Ningali bado katika viwanja hivi, wahitimu wamedai wako tayari kukabili mtihani. Kiukweli tumejipanga vizuri kuelekea mtihani wetu wa taifa tarehe 4 mwezi wa 5. Tunaahidi matokeo mazuri ambayo yatafurahisha shule yetu na yatatangaza shule yetu zaidi ya hapa. Na nimejipanga sana katika mtihani wangu wa next, sababu najua kabisa pale division 1 ya 3. Nikiripoti kutoka Serengeti Hospital Mabirika, Star TV. Na wakazi wa Mtwara na maeneo jirani wanatarajia kunufaika na upatikanaji rahisi na wa haraka wa huduma za mawasiliano na kifedha, hatua itakayorahisisha miamala ya kila siku, kuimarisha biashara ndogo ndogo na kuongeza ushiriki katika uchumi wa kidijitali. Yasi ni wadau wetu sisi. Tunafanya nao kazi siku zote na kazi yao ni bora sana. Na ubora wao unazidi kuongezeka siku hadi siku. Package yao ambayo leo wameileta kwetu nafikiri ni package bora sana. Mtwara sisi ni sehemu muhimu sana katika huduma zetu na tutaendelea kuwa pamoja na wananchi wa Mtwara kuhakikisha tunasogeza huduma zetu karibu na wao. Sasa hivi tuna kizazi ambacho ni cha kidigitali, si ndio? Na sisi Yas tumekuwa ni mdau mkubwa wa kuhakikisha kwamba watu wanapata huduma za kidigitali. Napenda kukuhakikishia mgeni rasmi kuwa timu yetu iliyoko hapa imejipanga vilivyo kuhakikisha inatoa huduma kwa viwango na ufanisi, lakini zaidi ni kukidhi mahitaji ya wateja. Hii endapo maana halisi ya dhamira ya kampuni yetu ya kuwa mshirika wa kidijitali kwa kila Mtanzania. Duka hili liwe kiungo muhimu katika kuhakikisha linatatua changamoto za kimawasiliano pamoja na matumizi ya huduma za kifedha, na pia kuhakikisha wananchi wa mkoa wa Mtwara na maeneo jirani wanafaidika kikamilifu na nguvu ya ulimwengu wa kidijitali. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inahitimisha Star TV Dhuhuri. Kwa niaba ya chumba cha habari, jina langu ni Abdullah Othman. Kwa heri, mchana mwema.